Wakati huu, hebu tushiriki neno la Mungu lenye kichwa cha mahubiri, mji wa kiroho wa makimbilio na dunia. Dunia ni ndogo, ni kama chembe ya mchanga ufukweni mwa bahari na nukta ndogo katika ulimwengu mkubwa. Basi dunia iliumbwa kwa ajili ya nini? Wakati huu tujifunze kuhusu maana katika uumbaji wa dunia. Mungu alisema kwamba aliumba kila kitu kwa nia yake na maana ndani yake. Hata kichanga kimoja cha nyasi au mti kiliumbwa kwa sababu. Mungu Elohim, Baba yetu wa mbinguni na Mama yetu wa mbinguni, walipoumba ulimwengu, walisema walikuwa na mapenzi katika kuiumba dunia. Basi dunia iliumbwa kwa kusudi gani? Waliumba dunia kwa ajili ya nani? Wanasayansi huunda nadharia tete mbalimbali na kufanya juhudi kuzithibitisha. Lakini ni Baba na Mama yetu wa mbinguni waliobuni ulimwengu, kuumba wanadamu na kuumba uhai. Kupitia Biblia wanatuambia kwamba dunia haikuumbwa kwa nasibu bali iliumbwa kwa mapenzi makuu ya Mungu na maana ndani yake. Basi kusudi la kuiumba dunia ni nini? Wakati tunaishi duniani, watu wengi hufikiri, kwa nini nilizaliwa? Maisha ni mafupi. Yanipasa kuishi duniani kwa nini? Lakini roho nyingi maskini zinaishi tu bila kujua maana au kusudi la maisha. Lakini ninawaomba msiangalie maisha ya duniani kama kila kitu tulicho nacho, bali mwelewe jinsi yalivyo, ili tuwe na toba kamili na nia njema na kurudi mbinguni. Kiroho dunia ni mji wa makimbilio. Ili kuiweka moja kwa moja, mji wa makimbilio ni gereza la roho zetu. Je, dunia, gereza kwa ajili ya roho zetu, iliumbwa kwa sababu gani? Ilifanywa kwa kusudi gani? Tunapojifunza kanuni za mji wa makimbilio katika Agano la Kale, tunaweza kuelewa kwa nini tunaishi duniani, kwa kuwa zipo katika uhusiano kati ya kivuli na uhalisi. Zaidi ya hayo, tunaweza kujifunza kwamba tutarudi kwenye nyumba yetu ya milele ya kiroho tunapoondoka duniani. Hivyo, hebu tuchukue muda kuthibitisha haya yote kupitia sheria za Agano la Kale zilizoandikwa katika Hesabu sura ya 35. Hebu tulinganishe dunia na ulimwengu wa kiroho, kwa kuwa tunapewa dunia hii kama mfano na kivuli. Kanuni ya mji wa makimbilio katika sheria za Agano la Kale, ambayo unaweza kuisoma katika Hesabu sura ya 35 mstari wa 9, ina madokezo makubwa kwetu. Tunaposoma kanuni ya mji wa makimbilio kwa uangalifu, tunaweza kujifunza kila jambo muhimu kuhusu nafsi zetu. Tukishindwa kuelewa kanuni ya mji wa makimbilio iliyofanywa kuwa kivuli, tutashindwa kuelewa kwa nini tunaishi duniani na kwa nini lazima tuishike ukweli wa Agano Jipya. Basi hatuwezi kujizuia bali tu kuwa na imani isiyo wazi. Ili kuwa na imani imara, tunahitaji kuelewa hili waziwazi. Ndiyo maana Mungu alisema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tuone mafundisho ya Mungu kwa pamoja katika Hesabu sura ya 35 mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema, kisha Bwana akamwambia Mose, sema na Waisraeli uwaambie mtakapovuka mto Yordani kuingia Kanaani. Chagueni baadhi ya miji iwe miji yenu ya makimbilio, ambayo mtu ambaye ameua mwenzake bila kukusudia aweza kukimbilia humo. Itakuwa mahali pa kukimbilia kutoka mlipiza kisasi, ili kwamba mtu aliyeshtakiwa kwa mauaji asife kabla ya kujitetea mbele ya mkutano.
Miji hii sita mtakayoitwa itakuwa miji yenu ya makimbilio. Mtatoa miji mitatu ng'ambo hii ya Yordani na miji mingine mitatu upande wa Kanaani kama miji ya makimbilio. Mji wa makimbilio ni mahali ambapo mwenye dhambi anaweza kukimbilia na kukaa kwa muda. Mstari wa 15 unasema, miji hii sita itakuwa mahali pa makimbilio kwa ajili ya Waisraeli, wageni na watu wengine wanaoishi katikati yenu, ili kwamba mtu yeyote ambaye ameua mtu mwingine pasipo kukusudia aweze kukimbilia humo. Mtu yeyote ambaye ameua mtu kwa bahati mbaya inamaanisha hakukusudia kumuua bali alitenda dhambi bila kujua. Ilikuwa kosa. Kwa mfano, tuseme watu wawili walikuwa wakikata mti kwa mashoka. Lakini shoka la mtu mmoja lilipatwa na tatizo, nalo upanga wa chuma ukatenganishwa na mpini na kumpiga mwingine kichwani na huyo mwingine akafa. Katika kisa hiki, tunasema kwamba mtu huyo alimuua mwingine bila kukusudia. Hakukusudia kumuua, lakini ndivyo ilivyotokea. Ili watu kama hao wapate kimbilio, Mungu aliweka kanuni juu ya mji wa makimbilio. Sasa inaelezea kuhusu watu walioua mtu bila kukusudia. Mtu yeyote ambaye ameua mtu mwingine pasipo kukusudia aweze kukimbilia humo. Mstari wa 16, kama mtu akimpiga mwenzake kwa chuma naye mtu huyo akafa, mtu huyo ni muuaji, muuaji sharti atauawa. Muuaji aliyemuua mtu kimakusudi lazima aadhibiwe kulingana na sheria ya Agano la Kale. Mstari wa 17, au kama mtu analo jiwe mkononi mwake ambalo laweza kuua, naye akampiga mwenzake akafa, yeye ni muuaji, muuaji huyo sharti atauawa. Au kama mtu ana chombo cha mti mkononi mwake ambacho chaweza kuua, naye akampiga mwenzake akafa, yeye ni muuaji, muuaji huyo sharti atauawa. Sheria inasema kwamba ikiwa mtu yeyote alimuua mtu kimakusudi, alitenda uovu kimakusudi, na hivyo lazima adhibiwe ipasavyo. Mstari wa 19, mlipiza kisasi cha damu atamuua muuaji, wakati akikutana naye atamuua. Ikiwa mtu ana chuki ya siku nyingi na mwenzake akamsukuma au akamtupia kitu kwa kukusudia naye akafa, au ikiwa katika uadui akampiga ngumi naye akafa, mtu yule sharti atauawa, yeye ni muuaji. Mlipiza kisasi cha damu atamuua muuaji atakapokutana naye. Lakini kama mtu akimsukuma mwenziwe ghafula pasipo chuki, au kumtupia kitu pasipo kukusudia, au pasipo kumwona, akimwangushia jiwe ambalo laweza kumuua naye akafa, basi kwa kuwa hakuwa adui yake naye hakukusudia kumuumiza, kusanyiko lazima liamue kati yake na mlipiza kisasi wa damu kufuatana na sheria hizi. Kusanyiko ni lazima limlinde yule anayeshtakiwa kuua kutoka kwa mlipiza kisasi wa damu na kumrudisha katika mji wa makimbilio alikokuwa amekimbilia. Lazima akae humo mpaka atakapokufa kuhani mkuu ambaye alikuwa amepakwa mafuta matakatifu. Mji wa makimbilio ni kwa ajili ya watu waliowaua wengine bila kukusudia. Tuseme mtu alirusha jiwe bila kukusudia, lakini baadaye ikamgonga mpita njia na kufa. Yule aliyetupa jiwe hakumlenga ili kumuua. Hakumjua mhasiriwa na hakuwa na nia ya kumuua. Lakini ilitokea kwa bahati mbaya naye akafa. Ili kuwasaidia wauaji hao wenye bahati mbaya, Mungu aliruhusu mji wa makimbilio uwepo. Walakini haikuwa kwa ajili ya wauaji. Kanuni ilikuwa toa uhai kwa uhai, na hivyo wanafamilia au ndugu za waathiriwa wangeweza kuwatoa nje na kuwaangamiza, hata kama wauaji walikimbilia mji wa makimbilio. Wale tu walioua mtu bila kukusudia na kwa bahati mbaya wanaweza kukaa katika mji wa makimbilio.
Walakini wale waliokimbilia mjini iliwabidi wakae humo hadi kifo cha kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa hayo mafuta matakatifu. Hakukuwa na muda hususa wa kukaa kama Kaini katika mji wa makimbilio kwa kiasi fulani cha miaka. Sharti pekee lilikuwa kwamba walitakiwa kukaa hadi kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa hayo mafuta matakatifu alipokufa. Tuseme mtu fulani ameingia katika mji wa makimbilio leo kwa sababu ya ajali. Lakini kuhani mkuu aliyepakwa mafuta matakatifu hufa siku inayofuata. Kisha kwake siku inayofuata ni siku ya kuachiliwa. Kesho anaweza kwenda nyumbani kwa uhuru. Lakini vipi kama kuhani mkuu anaishi kwa miaka 30 au 40? Basi yule aliyekuja kwenye mji wa makimbilio leo lazima akae humo kwa miaka 30 au 40. Kama wasemavyo ulimwenguni, ikiwa wana bahati, wanaweza kuingia leo na kuachiliwa kesho. Au kinyume chake, huenda wakahitaji kukaa huko kwa muda mrefu kama miaka 40 au 50. Kipindi ambacho wanakaa kitaisha kuhani mkuu aliyepakwa hayo mafuta matakatifu atakapokufa. Hili ni jambo muhimu sana katika udhibiti wa mji wa makimbilio. Mungu aliweka kanuni kwa njia hiyo ili tujue jambo muhimu sana la kiroho ambalo lina mapenzi na maongozi ya Mungu. Tuendelee na mstari wa 26. Lakini kama mshtakiwa atatoka nje ya mipaka ya mji wa makimbilio ambao amekimbilia, na mlipiza kisasi wa damu akamkuta nje ya mji, mlipiza kisasi wa damu anaweza kumuua mshtakiwa huyo bila kuwa na hatia ya kuua. Mshtakiwa lazima akae ndani ya mipaka ya mji wa makimbilio. Kwa maneno mengine, ilikuwa gereza kwake. Lazima akae katika nafasi iliyozuiliwa iitwayo mji wa makimbilio. Vipi kama anaenda nje ya mji wa makimbilio kama apendavyo, kabla ya kifo cha kuhani mkuu? Hata kama anakutana na familia ya mhasiriwa na kuuawa, hana mtu wa kukata rufaa kwa ajili ya huruma. Hii ndiyo sheria ya Mose iliyotolewa na Mungu katika nyakati za Agano la Kale. Hizi ndizo kanuni za sheria zitakazohitajiwa kwenu na katika vizazi vyenu vijavyo, popote mtakapoishi. Yeyote anayeua mtu atauawa kama muuaji ikiwa tu kuna ushuhuda wa mashahidi. Lakini hakuna mtu atakayeuawa kwa ushuhuda wa shahidi mmoja tu. Mstari wa 32, usikubali fidia yoyote ya kuokoa uhai wa muuaji ambaye anastahili kufa. Mtu huyo hakika lazima auawe. Usikubali fidia ya mtu yeyote ambaye amekimbilia katika mji wa makimbilio na kumruhusu kurudi kuishi katika nchi yake kabla ya kifo cha kuhani mkuu. Wale waliokimbilia mji wa makimbilio hawawezi kuachiliwa huru kabla ya kuhani mkuu kufa, hata kama wanatoa fidia ambayo lazima isikubaliwe. Mstari wa 33, msinajisi nchi mnayoishi. Umwagaji damu hunajisi nchi, na upatanisho hauwezekani kufanyika katika nchi ambayo damu imemwagwa, isipokuwa tu kwa damu ya yule aliyeimwaga damu. Msinajisi nchi mnayoishi ambayo nami ninakaa, kwa kuwa mimi, Bwana, ninakaa katikati ya Waisraeli. Basi yule aliye katika wadhifa muhimu zaidi katika sheria ya mji wa makimbilio ni kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa mafuta matakatifu. Na kanuni zote katika sheria ya Agano la Kale zilitengenezwa na Mungu ili kutuelimisha kwa ulimwengu wa kiroho. Biblia inasema kwamba sheria katika Agano la Kale ni kivuli na yanayotukia katika Agano Jipya ndiyo uhalisia. Basi leo kupitia maneno ya ukweli tunahitaji kujifunza hili: ni nani aliye uhalisi wa kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa mafuta matakatifu katika kanuni za mji wa makimbilio ambao ni kivuli. Tuangalie Matendo sura ya 4 mstari wa 27. Ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na watu wa mataifa na Waisraeli walikusanyika katika mji huu dhidi ya mwanao mtakatifu Yesu. Nani? Uliyemtia mafuta. Yesu Kristo ndiye Mungu mmoja aliyetiwa mafuta. Tuendelee na Danieli sura ya 9 mstari wa 24.
Majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya mji wako mtakatifu, ili kumaliza makosa, kukomesha dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Hapa aliye mtakatifu zaidi ni Yesu, kama ilivyoelezwa katika Matendo sura ya 4 mstari wa 27. Hakika Yesu Kristo ndiye aliyetimiza unabii wote kama mfalme na kuhani mkuu, si ndio? Hapa tufikirie kuhusu mji wa makimbilio. Pale tu kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa hayo mafuta matakatifu anapokufa, watu wote katika mji wa makimbilio wanaweza kurudi nyumbani kwao. Unabii huo ulikuwa tayari upo katika sheria ya Mose iliyotolewa na Mungu miaka 3500 iliyopita, kwamba sisi sote tunaweza kurudi kwenye ufalme wa milele wa mbinguni pale tu Yesu Kristo alipopakwa mafuta kwa mafuta matakatifu. Basi je, kweli Yesu alikuwa kuhani mkuu aliyepakwa mafuta matakatifu duniani? Tuhakikishe hilo kupitia Waebrania sura ya 5 mstari wa 8. Ingawa alikuwa mwana, alijifunza utiifu kutokana na mateso aliyoyapata, na akiisha kukamilishwa, akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Naye amewekwa na Mungu kuwa nani? Kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Pale tu Yesu Kristo, kuhani mkuu aliyepakwa mafuta matakatifu, anapokufa, watu wote katika mji wa makimbilio wanaweza kurudi nyumbani kwao. Basi tunaweza kuhakikisha kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu aliyepakwa mafuta matakatifu, sivyo? Tunaweza kuelewa wazi kwamba ilikuwa ni Yesu Kristo aliyepakwa mafuta kupitia ushuhuda wa Biblia. Basi ni wale tu wanaoshiriki katika damu ya thamani ya Kristo iliyomwagwa msalabani wanaweza kurudi katika nyumba zao walizopoteza, sivyo? Hebu tuhakikishe kwamba watu hao wanaweza kurudi katika nchi yao ya nyumbani ya milele, katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 13. Watu hawa wote wakafa katika imani bila kuzipokea zile ahadi, lakini waliziona kwa mbali na kuzishangilia. Nao walikubali kwamba walikuwa nani duniani? Walikuwa wageni na wasiokuwa na maskani hapa duniani. Watu wasemao mambo kama haya wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Je, hiyo haimaanishi kwamba dunia si nchi yao wenyewe? Mstari wa 15, kwa kweli kama wangekuwa wanafikiri kuhusu nchi walioiacha, wangalipata nafasi ya kurudi huko. Lakini badala yake walitamani nchi iliyo bora zaidi, yaani, ni wapi? Nchi ya mbinguni. Nyumbani kwetu ni ufalme wa mbinguni. Katika Wafilipi sura ya 3 inasema uraia wetu uko wapi? Ni mbinguni. Hivyo ufalme wa mbinguni ni nyumbani kwetu ambapo uraia wetu upo. Tunakaa kwa muda hapa duniani, mji wa makimbilio. Ili turudi katika ufalme wa milele wa mbinguni, nani lazima afe? Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu aliyepakwa mafuta matakatifu, lazima afe na kumwaga damu yake. Kwa uwezo wa damu yake tu tunaweza kupokea neema ya kurudi katika nchi yetu ya milele ya mbinguni. Kulingana na kanuni ya mji wa makimbilio katika sheria ya Mose, tuko wapi sasa? Watu wanaoweza kurudi nyumbani pale tu kuhani mkuu anapokufa wamekusanyika duniani. Basi tukisema kiroho, dunia ni nini? Ni mji wa makimbilio. Katika mji wa makimbilio, hata kama mtu ana mali nyingi, nguvu nyingi, hekima nyingi na maarifa, je, anaweza kurudi nyumbani kwa uwezo wake mwenyewe? Hapana, hawezi. Hakuna anayeweza. Ni kupitia dhabihu ya nani tu tunaweza kurudi nyumbani? Kuhani mkuu. Bila dhabihu ya kuhani mkuu, hatuwezi kamwe kurudi nyumbani kwetu pa milele.
Basi kuhani mkuu anayepakwa mafuta matakatifu kwa ukweli gani anaturuhusu tushiriki katika dhabihu ya damu yake? Tumesoma Waibrania sura ya 5 mstari wa 10. Je, haikusema kwamba kuhani mkuu ni kwa mfano wa Melkizedeki? Basi ili tushiriki katika damu ya kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa mafuta matakatifu na kurudi nyumbani kwetu pa milele ya mbinguni, je, haitupasi sisi sote kuwa wa mfano wa Melkizedeki? Tusipokaa kwa mfano wa Melkizedeki, hatuwezi kupokea neema ya kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Basi mfano wa Melkizedeki ni nini? Kwa kifupi, ni ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Huenda baadhi yenu mmesikia kuhusu Melkizedeki kwa mara ya kwanza. Hivyo, tujifunze kwa ufupi kuhusu Melkizedeki kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Tunapaswa kujua Melkizedeki ni nani na tutoe shukrani na utukufu kwa Baba na Mama wa mbinguni kwa kutujulisha Agano Jipya. Tuangalie Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17. Abramu aliporudi baada ya kumshinda mfalme Kedorlaoma na wale wafalme waliojiunga naye, mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki katika bonde la Shawe, yaani bonde la mfalme. Ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu. Melkizedeki alileta nini? Yeye alipoleta mkate na divai, alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Huyu Melkizedeki aliyetokea katika Agano la Kale alimbariki Abrahamu kwa njia ya mkate na divai, si kwa dhabihu nyingine yoyote. Kwa kuwa Yesu pia ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, alitumia nini alipowabariki wanadamu kwa uzima wa milele? Katika Agano Jipya tunaweza kuona Yesu akibariki watu wake kupitia mkate na divai. Makuhani wote wa Israeli walimtolea Mungu damu ya wanyama kama dhabihu. Lakini Melkizedeki alikuwa tofauti. Alimbariki Abrahamu kupitia mkate na divai. Agano la Kale ni kivuli na Agano Jipya ni uhalisia. Huyu Melkizedeki ambaye alikuwa kivuli na unabii alitambulika na Yesu. Tuthibitishe hili katika Mathayo sura ya 26. Ijapokuwa leo kuna makanisa mengi duniani kote, wale ambao hawako katika mfano wa Melkizedeki hawawezi kuvikwa kwa damu ya Kristo. Ikiwa hivyo, je, wanaweza kurudi katika ufalme wa mbinguni? Hawawezi kamwe kuingia, hawawezi kamwe kuvikwa neema ya Mungu. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Akajibu, "Nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, Mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia. Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako." Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Mkate na divai ambayo Melkizedeki alitumia alipombariki Abrahamu anatokea katika tukio la kuila Pasaka. Tuendelee na mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Mstari wa 27. Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru. Bila shaka kikombe hiki ni divai ya Pasaka. Akawapa akisema, "Nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Baada ya kutoa shukrani kwa ajili ya mkate wa Pasaka na divai ya Pasaka, aliwapa wanadamu baraka gani kupitia mkate na divai?
Kulingana na Zaburi sura ya 133, Mungu hubariki Sayuni. Ni baraka gani? Ni baraka ya uzima wa milele. Melkizedeki katika nyakati za Agano la Kale alimbariki Abrahamu kwa baraka za kimwili kupitia mkate na divai. Yesu Kristo, Melkizedeki wa kiroho, aliwabariki wanadamu kwa mkate na divai. Yeyote anayeshiriki katika agano hili takatifu jipya anaweza kupokea uzima wa milele. Hivyo Waibrania sura ya 5 inasema Yesu Kristo ameteuliwa kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Tuangalie Injili ya Luka sura ya 22. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi? Yesu akawaambia, tazameni, mtakapokuwa mkiingia mjini, mtakutana na mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka kwenye nyumba atakayoingia. Nanyi mwambieni mwenye nyumba, mwalimu anauliza, kiko wapi chumba cha wageni ambamo mimi na wanafunzi wangu tutakula Pasaka? Atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani, kikiwa kimepambwa vizuri. Andaeni humo. Wakaenda nao wakakuta kila kitu kama Yesu alivyowaambia. Hivyo wakaiandaa Pasaka. Wakati ulipowadia, Yesu akaketi mezani pamoja na wale mitume wake. Kisha akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Ni kwa sababu ilimbidi Yesu aandae njia na kufundisha njia ili tuweze kuingia kwenye ukweli wa mfano wa Melkizedeki. Tuendelee na mstari wa 19. Kisha akachukua mkate akashukuru. Melkizedeki alimbariki Abrahamu kupitia nini? Kupitia mkate na divai. Vivyo hivyo Yesu, Melkizedeki wa kiroho, pia anawabariki wanadamu kwa njia ya mkate na divai. Kisha akachukua mkate akashukuru, akaumega na kuwapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Aliuthibitisha ukweli wa agano jipya kwa njia hii, na siku iliyofuata alisulubiwa. Ili kuvikwa kwa damu ya Kristo ni lazima sote tulishike agano jipya. Mungu huwaambia wale wanaoiadhimisha, ninyi ni watu wangu. Mna uraia wa mbinguni, mnaweza kurudi mbinguni. Dunia hii iliumbwa kwa kusudi fulani. Kwa mtazamo wa kiroho, hakuna mtu yeyote ambaye amekuja katika mji huu wa makimbilio bila dhambi. Kwa sababu wote walitenda dhambi, haijalishi ni mbaya kiasi gani, wamekuja duniani, mji wa makimbilio. Imeandikwa katika kitabu cha 1 Yohana, tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya Mungu kuwa mwongo. Katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31, tuthibitishe kwamba lazima tufuate mfano wa Melkizedeki. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya nini? Nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Yesu alitangaza agano jipya kupitia Pasaka, sivyo? Tumelithibitisha katika Luka sura ya 22 mstari wa 20. Tuendelee na mstari wa 32. Halitafanana na agano nililofanya na baba zao wakati nilipowashika mkono kuwaongoza watoke Misri, kwa sababu walivunja agano langu, ijapokuwa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa nani? Mungu wao, nao watakuwa nani? Watakuwa watu wangu. Katika mstari wa 33, Mungu alisema, nitatia sheria yangu katika nia zao. Sheria yangu inarejelea nini? Mungu alisema kwamba ataweka sheria ya agano jipya katika mioyo ya watoto wote wapendwa wa Sayuni.
Wale wanaofuata sheria ya Agano Jipya watakuwa watu wa Mungu na Mungu atakuwa Mungu wao. Watu hawa wataweza kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni, si ndio? Tuone mstari wa 34. Mtu hatamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana. Kwa sababu nitasamehe nini? Nitasamehe uovu wao. Kifo cha kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa mafuta matakatifu katika sheria ya kale kinamaanisha kifo cha Yesu Kristo duniani. Kifo cha Kristo kilikuwa mchakato wa kiroho kutusamehe dhambi zetu zote. Shukrani kwa maumivu na dhabihu yake, njia tukufu ya kwetu sisi kurudi nyumbani kwetu mbinguni ilifunguliwa. Kwa sababu nitasamehe uovu wao, wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Hakika Mungu alisema, maadamu mnabaki katika Agano Jipya, nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu. Njia pekee ya sisi kurudi nyumbani kwetu pa mbinguni kutoka mji wa makimbilio wa kiroho ni kuvikwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, kuhani mkuu. Ndipo msamaha wa milele utakapokamilika na uzima wa milele utapewa kwetu. Natumaini kwamba tutaandika kwa mara nyingine tena mioyoni mwetu jinsi ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya ulivyo wa thamani, ambao Baba na Mama wametujalia kupitia unabii wa Biblia. Ningependa kumaliza mahubiri ya leo kwa njia hii. Asanteni sana.